mtandao wa wataalamu wa afya wa Kiislamu Tanzania ambao umesajiliwa kwa mujibu wa sheria na unafanya kazi Tanzania bara pamoja na kule Zanzibar. Kama ambavyo watangazaji wamezungumza, leo hii tumejitahidi kwa jambo kubwa moja la kujadili kuhusu kongamano ambalo tunaliandaa linakuja mwezi ujao. Huenda miongoni mwetu tumewahi kusikia mtu mmoja au mwingine ana shida ya vidonda vya tumbo. Sasa vidonda vya tumbo ni shida ambayo inapatikana katika mfumo wa njia ya chakula. Ni ugonjwa unaoathiri watu wengi wa kada na rika tofauti, watoto wa waume. Kwa hiyo Jaguar Research Network pamoja na wadau wengine tumeandaa kongamano ambalo tunatarajia lifanyike tarehe 24 ya mwezi wa 5 kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 9 alasiri. Kongamano hili limepangwa kufanyika katika ukumbi unaitwa Mwalimu ulio katika hospitali ya taifa ya Muhimbili katika jengo la watoto. Lengo hasa la kuandaa kongamano hili ni kujaribu kuwaleta pamoja wataalamu wa afya katika sekta hiyo ya ugonjwa huo, lakini pia na watu wengine wadau wa afya kujadili kwa kina namna ambavyo tunaweza kuendeleza sayansi katika eneo la magonjwa ya mfumo wa chakula, ubunifu, lakini pia changamoto na mwelekeo wa baadaye katika namna ambavyo ugonjwa huu unaweza kupambana nao. Lengo hasa ni kuwaleta pamoja wataalamu wa afya, wasambazaji wa vifaa, watu wa huduma, lakini pia waratibu wa afya na makundi mengine kujadili kwa kina kuhusu magonjwa haya na namna ambavyo ya kupambana nayo. Tungetamani watu wote ambao katika sekta ya afya waweze kushiriki, wakada mbalimbali ikiwemo wataalamu kutoka katika afya shirikishi, wanafunzi wa vyuo mbalimbali, lakini pia watumishi wengine katika hospitali, wamiliki wa hospitali, wasambazaji wa dawa na vifaa tiba, wasimamizi na watu wa huduma za afya, vyama vya kitaaluma vya tiba na sayansi shirikishi, taasisi za serikali pamoja na wananchi kwa ujumla. Kongamano hili litafanyika katika namna mbili. Tutakuwa na wahudhuriaji wa ana kwa ana pale ukumbini, lakini pia ni matarajio yetu pia tutakuwa na wahudhuriaji wa njia ya mtandao ili kuwaruhusu wale ambao hawatafika ukumbini physically studio na wale walio nje ya Dar es Salaam na walio nje ya mipaka ya Tanzania. Na kama ambavyo tumesema chaji inasimama kama East African Gastroenterology Conference, ni mkusanyiko wa kuona namna ambavyo wataalamu si Tanzania peke yake, lakini na wenzetu kutoka Uganda, Kenya na nchi zingine hizo katika mtangamano wa Afrika Mashariki wanaweza kushiriki. Kwa hiyo lakini pia tunawaalika watu wa huduma zingine ambao wangetaka kufanya exhibitions katika kongamano hilo waweze kuwasiliana nasi. Wengi wanaathiriwa na shida hizi, kuanzia watoto kuanzia miaka 15 16 mpaka watu wazima. Sehemu kubwa ya jamii inaathirika na shida hii, lakini matibabu yapo katika ngazi tofauti na stage tofauti, lakini kuna namna ambazo mpya za namna za kuchunguza ugonjwa, namna ya kutibu ugonjwa. Sasa tunaleta mmoja wa wataalamu kujadili ili maarifa haya yaweze kwenda mbali zaidi, na baada ya kongamano hili tuweze kujenga taswira mpya tofauti na namna ambavyo magonjwa yanaweza kupambana nayo. Nadhani baada ya kongamano tutakuwa na wasilisho ambalo litaeleza kinaga ubaga yale yaliyojadiliwa, kwa tatizo, teknolojia zilizopo ambazo zinaweza kusaidia mienendo ya maisha, ulaji wa chakula na vitu vingine katika namna ambavyo tunaweza kupambana na ni kongamano la kipekee kwa nchi yetu, na kama tulizungumzia tuna gatumba tunakuwa kama vile ni maarufu sana kwa hata watoto wadogo tunaanza kuwa nayo. Tatizo hasa lingine kufundisha kwa tunavyokula au ni kitu gani, basi mambo yanajadiliwa kwa kina zaidi na wataalamu wetu siku hiyo zaidi.